Mvua kubwa isiyo ya kawaida imeikumba mkoa wa Chiba nchini Japani na kusababisha vifo vya watu wanne pamoja na kuvuruga kwa kiasi kikubwa shughuli za usafiri katika eneo hilo. Mvua hiyo kubwa iliyoanza kunyesha kwa nguvu tangu Alhamisi alasiri ilisababisha mafuriko, kusimama kwa huduma za usafiri na kuacha maelfu ya wasafiri wakikwama usiku kucha katika uwanja wa ndege wa Narita, mojawapo viwanja vikuu vya ndege vinavyohudumia jiji la Tokyo. Kwa mujibu wa mamlaka, baadhi ya maeneo ya Chiba yalirekodi zaidi ya milimita 100 za mvua ndani ya saa moja. Kiasi hicho ni kikubwa kwa kiwango kisicho cha kawaida na kimetajwa kwa takriban mara tatu wastani wa mvua inayonyesha nchini Japani katika mwezi wa Agosti. Mamlaka zimeeleza kuwa kiwango hichi cha mvua ni miongoni mwa matukio makubwa zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo, huku mvua hiyo ikisababisha hali ya hatari katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Chiba unaopatikana na jiji la Tokyo. Mvua hiyo ilisababisha huduma za treni kusitishwa katika baadhi ya maeneo, huku mabasi na teksi pia zikishindwa kuendelea na huduma za kawaida kutokana na hali mbaya barabarani na mafuriko. Athari za mvua hizo zinaendelea mbali zaidi baada ya zaidi ya kaya 20,000 katika mkoa wa Chiba kukosa huduma ya umeme, huku mamlaka zikiendelea na juhudi za kurejesha huduma hizo na kuwasaidia wananchi walioathirika. Mmoja wa maeneo yaliyoathirika zaidi ni uwanja wa ndege wa Narita ambako takriban watu 7,000 walilazimika kukaa usiku kucha baada ya huduma za usafiri zinazounganisha uwanja huo na maeneo mengine kuvurugwa na mvua kubwa. Wasafiri hao walikwama kutokana na kusimama kwa baadhi ya huduma za treni na usafiri wa barabarani, hali iliyofanya iwe vigumu kwao kuondoka katika uwanja huu wa ndege. Gavana wa Chiba Toshihito Kumagai amesema tukio hilo lilikuwa la kipekee hata ikilinganishwa na majanga mengine ya hali ya hewa ambayo eneo hilo limewahi kukumbana nayo. Nanukuu, nimekubaliana na majanga mengi hapo awali, lakini sijawahi kukumbana na hali kama hii, amesema Gavana Kumagai, akieleza kuwa na mvua hiyo na athari zake kwa wakazi. Gavana huyo amesema serikali itaendelea kuweka kipaumbele katika kuokoa maisha ya wananchi, huku shughuli za uokoaji, utoaji na msaada kurejesha huduma muhimu zikiendelea katika maeneo yaliyoathirika. Mkazi mmoja wa kijiji cha Ichikawa katika mkoa wa Chiba ameiambia NHK kwamba mvua hiyo ilianza ghafla na kuwashangaza wakazi ambao hawakutarajia kuona mvua kubwa kwa kiwango hicho ndani ya muda mfupi. Kutokana na ukubwa wa mvua hiyo, shirika la hali ya hewa la Japani lilitoa onyo la dharura la kiwango cha 5 ambacho ndicho kiwango cha juu zaidi katika mfumo wa tahadhari za hali ya hewa nchini humo. Onyo la kiwango cha 5 hutolewa wakati hali ya hatari inapokuwa imefikia kiwango ambacho wananchi wanapaswa kuchukua hatari za haraka ili kujilinda dhidi ya madhara yanayoweza kutokea. Hata hivyo, kufikia Ijumaa asubuhi, onyo hilo lilishushwa hadi kiwango cha 4. Pamoja na kupungua kwa kiwango cha tahadhari, mamlaka zimeendelea kuwaonya wananchi kuwa waangalifu kutokana na uwezekano wa kutokea kwa maporomoko ya ardhi, mafuriko makubwa pamoja na kujaa na kufurika kwa mito. Mamlaka zimewataka wakazi wa maeneo hatarishi kufuatilia taarifa za hali ya hewa na kufuata maelekezo ya uokoaji endapo wataombwa kuhama maeneo hayo. Mvua hiyo pia imeendelea kuathiri shughuli za kila siku katika mkoa wa Chiba, huku juhudi zikielezwa katika kuondoa maji, kusafisha barabara, kurejesha umeme na huduma za usafiri pamoja na kuwafikia watu wanaohitaji msaada. Tukio hilo linaongeza orodha ya matukio makubwa ya hali ya hewa ambayo yamekuwa yakikabili maeneo mbalimbali ya Japani, nchi ambayo mara kwa mara hukumbwa na mvua kubwa, mafuriko, maporomoko ya ardhi na majanga mengine yanayohusisha hali ya hewa. Kwa sasa mamlaka zinaendelea kufuatia mwendelezo wa mvua wa hali ya hewa mito pamoja na maeneo yenye uwezekano kukumbwa na mafuriko au maporomoko ya ardhi, huku shughuli za uokoaji na kurejesha hali ya kawaida zikiendelea. Wakati huo huo, wasafiri waliokwama katika uwanja wa ndege wa Narita wameendelea kusubiri kurejea kwa huduma za usafiri baada ya usumbufu mkubwa uliosababishwa na mvua hiyo kubwa isiyo ya kawaida.